Tunalisikia neno la Mungu kutoka kwa Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 5 mstari wa 1 hadi ule wa 9. Yohana mlango wa 5. Yohana Mtakatifu mlango wa 5 mstari wa 1 hadi ule wa 9. Nalisoma neno katika jina la Bwana Yesu. Baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi. Naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda. Nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka, akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda. Nayo ilikuwa ni siku Sabato siku hiyo. Amina. Tuombe. Mungu Baba, tunakuona unafanya mambo makubwa sana. Tunaomba na sisi tujazwe Roho Mtakatifu ili tujue kinachotakiwa na sisi tukifanye, na tuifanye kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu. Amina. Naomba tukae. Akina mama mwinuke zeze. Wakina baba ongai mahundo. Ndio mwanzo na mwisho wa mimi kujua Kisambaa kwa kweli. Na wasalimia tena kwa jina la Yesu. Amina. Sasa baba askofu, naomba kwanza msamaha. Mimi nimelelewa Masaini na kwetu maboksi haya hayakuwepo. Mimi lazima nitembee kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Akina mama mpo? Akina baba mpo? Sawa, nashukuru sana. Nashukuru sana. Naomba nianze na swali. Yesu alipoingia pale Yerusalemu, si alipitia mlango unaoitwa mlango wa kondoo, si ndio? Si ndio? Si mlisikiliza vizuri?
Kwa nini alichukua mlango huo? Unajua miji zamani ilikuwa imezingirwa na ukuta, na kwenye ukuta kulikuwa na milango mbalimbali. Kwa kawaida mtu aliyehiji kwenda Yerusalemu alipitia mlango mwingine. Kwa Yesu aliamua kupitia kwa mlango wa kondoo. Kwa nini? Unajua kwa Yesu hafanyi kitu cha kwa bahati mbaya. Alikuwa na lengo gani? Mbona mnakaa kimya? Kulikuwa na lengo. Pale karibu na ule mlango kulikuwa na kadimbwi, au labda tungesema ni swimming pool. Sawa? Ilikuwa mahali pa watu kuoga na kuogelea. Ka swimming pool. Si hapa kuna wazungu, si ndio? Mnaelewa swimming pool, si ndio? Kulikuwa na kapool kadogo. Na kwenye hiyo pool, nje ya hiyo pool, hiyo dimbwi, kulikuwa na baraza 5. Angalia, tukiangalia inafanana na baraza. Na ndani ya haya mabaraza 5, wagonjwa sugu walilala wakisubiri miujiza kutokea. Kulikuwa na baraza la viwete, baraza la vipofu, baraza la walemavu, baraza la viziwi, inawezekana hata na wengine. Tuko pamoja? Na kulikuwa na imani, mimi nasema ni imani potofu tu. Samahani kusema hivyo. Kulikuwa na ile imani potofu, maji yakianza kuchemka kidogo, kutingishwa kidogo, mtu wa kwanza atakayeingia ndio atakaye. Sasa ukisoma vizuri kwenye Biblia yako, unaona huu mstari waliweka kwenye bracket, kwenye mabano, kwa sababu sio original. Ni imani potofu imeongezwa baadaye. Unajua Yerusalemu kuna vitetemeko kama hapa Tanzania. Si mnapata vile vitetemeko? Kidogo bati inaanza ndio. Sasa walikuwa na ile imani kwamba maji yakichemka, malaika anashuka, mtu wa kwanza atakayeingia atapona. Jamani, imani potofu haijafa siku ile. Imani potofu bado ipo, si ndio? Siku hizi ukienda kwenye mahema, mtu atakuambia nimeoteshwa ndoto. Ukinyosha kidole utapokea pikipiki kwa jina la Yesu. Jamani, katibu mkuu, nani asiyehitaji pikipiki? Hata kama una gari, si bado utaongeza na pikipiki? Kwa hiyo wanasema, nyosha kidole halafu leta msimbazi wako. Mimi nikilalia msimbazi wako, yani ni jambo la dakika tu utapokea. Mama, mkuu wa jimbo, ukitaka pikipiki fanya nini? Fanya nini? Ukitaka kutajirika Stanley, unafanya nini? Fanya tena kwa Adamu aliambiwa pokea pikipiki. Adamu alipokea, aliambiwa hivyo? Aliambiwa fanya kazi? Mbona mnanishanga? Sasa ndugu yetu, kwa hiyo kulikuwa na ile imani. Na watu walilala miaka nenda rudi, wakasubiri. Sawa? Sasa mimi nimewauliza kwa nini Yesu aliingia Yerusalemu kwa kupitia kwa mlango ule wa kondoo. It is very simple, ni rahisi sana. Kwa sababu pale kwenye mlango wa kondoo kuna kondoo moja aliyepotea, aliyehitaji kutembelewa.
Sasa ndugu yangu, Yesu si ni mtu wa dini. Mimi ningetegemea Yesu akienda Yerusalemu, anaenda wapi kwanza? Sema hekalu. Anaenda hekaluni kwanza. Si kweli? Sisi wachungaji kwa mara nyingi tunaenda kwanza kanisani, si ndio? Sasa Yesu kwa nini anapitia mlango wa kondoo? Halafu anaenda kwenye ile swimming pool. Kwa nini? Unajua kwa nini? Kwa sababu ukitaka kwenda mbinguni lazima umwangalie yule mhitaji aliyesahaulika. Tuko pamoja? Wengi siku hizi wanatafuta njia ya mkato ya kwenda mbinguni, si ndio? Kuna mkato. Lazima hapa duniani umkumbuke na yule aliyepigwa na wanyang'anyi, si ndio? Yesu mwenyewe angaliweza kupitia kwenye milango mingine ya malango makubwa ya Yerusalemu. Aliamua kupitia kwenye mlango wa kondoo kwa sababu alijua kuna mtu ambaye anani. Tunaelewana hapa? Sasa ndugu yetu, hiyo mimi naomba kwa ruksa ya baba askofu ni waletee baruti kidogo. Sawa? Sikiliza. Binadamu ana mikono mingapi? Na miguu? Na macho? Masikio? Pua? Sio moja, angalia. Sisi wa Masai tunasema ingumeshin, maana yake ni mbili, si ndio? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? It's very simple. Hata moyo una pande mbili, angalia. Kwa mkono wa imani. Najua kwenye maisha ya mtu kuna nguvu mbili kubwa sana. Kuna nguvu ya imani. Kwa imani tunaliinua jina la na kupokea msamaha, baraka, mema. Kwa mkono wa upendo tunamwinua mhitaji na kutoa baraka. Binadamu ni bomba. Kinachoingia hapa lazima kitiririki na kutoka pale. Unachopokea katika imani lazima utoe katika, sema, upendo. Imani inapokea, upendo unatoa. Imani inakuinua, upendo unakushusha. Mbona unanishangaa tena? Sikiliza ndugu yangu. Ukifikiri, ukitafuta ile imani ya kisasa, mimi, si ndio? Mimi na mafanikio yangu, mimi na bahati yangu, mimi na elimu yangu, mimi na mali yangu, mimi. Utapata kichaa, utasunguka hivyo, mimi. Achana na hiyo jamani. Ukitaka mafanikio ya kimungu, pokea katika imani, toa katika upendo. Ukainuliwa katika imani, ukajishushe katika upendo ili kumwinua mhitaji. Kwa nini Yesu amekuja duniani? Kwa nini? Kwa nini huyu Bwana Yesu, unafikiri ndugu yangu, alikaa mbinguni? Mbinguni. Najua juzi tulipofika Lushoto nikamwambia mke wangu, mbona hapa pazuri mno? Ni kama paradiso hapa kwenye bonde lenu hapa. Yani kabisa ni kama paradiso. Yani miti mingi, maji, migomba, paradiso. Sasa mbingu ni paradiso kuliko hata Lushoto. Kwa nini alitoka kwenye paradiso Yesu? Kwa nini? Si alikaa kwa starehe huko, malaika walimwimbia. Kwa nini alitoka kuingia duniani? Kwa nini? Kwa lengo gani? Sema. Kufanya nini? Kuoa hapa. Kufanya nini?
kutuokoa. Amejishusha, amejimwaga, amejiingiza kwenye balaa kwa lengo hili tu, ili akuokoe wewe. Na sio wewe tu, na sio akuokoe kiroho tu. Zamani kusema hivyo, Mungu akifanya kazi anafanya kazi jumla. Anamwokoa mtu kiroho, ni kweli. Anamwokoa mtu hata kiuchumi, hata kijamii. Toka pamoja jamani. Sasa alipokuja hapa Yerusalemu, alimkumbuka huyu, nipe jina la Kisambaa, jina la asili. Anaitwa Shemsika. Haya, Shemsika. Tena rafiki yangu ni Shemsika pale Arusha. Haya, akamkumbuka Shemsika. Akaamua akasema, kabla sijaenda hekaluni lazima nimsaidie Shemsika rafiki yangu. Sasa ndugu yangu, mimi naomba niwakumbushe maneno ninayoleta leo yanatoka kwenye roho ya Mungu mwenyewe. Kaka yake Bwana Yesu aliitwa Yakobo. Sawa? Inawezekana ni yule Yakobo wa Biblia, inawezekana ni tumbo moja na Bwana. Hatuna uhakika 100%. Yakobo anasema dini iliyo safi isiyo na taka mbele ya Mungu Baba ni hii: kwenda kutazama plus na bado na sita kidogo. Labda tukariri kwa pamoja. Dini iliyo safi, sema, rudia. Dini iliyo safi isiyo na taka mbele ya Mungu Baba ni hii: kwenda kutazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawa. Baba na mama, dini iliyo safi isiyo na taka, isiyo na uchafu, isiyo na balaa mbele ya Mungu ni ipi? Kwenda kutazama. Sasa ukisema tazama, unajua ni hatari. Unatazama, unaenda kumtazama jinsi ilivyo mbaya. Unaenda kumtembelea yatima na mjane katika dhiki yake. Tuko pamoja? Hiyo ndio dini inayokubalika mbele ya Mungu Baba. Maana yake, nikisema dini isiyo safi mbele ya Mungu Baba ni ipi? Ni kufanya nini? Niko tokwenda. Ukikaa nyumbani kula raha na kuwasahau hawa, dini yako hata useme Bwana asifiwe mara 2000 haitakusaidia. Hakuna dini safi inayomsahau jirani yako ambaye ni mnyonge. Sasa ndugu yetu, hapo tayari tuko kwenye changamoto. Ni kweli au ni uongo? Si tunajikuta kwenye changamoto? Mimi nikitoka hapa baada ya ibada, nikimtafuta yule mtoto mlemavu, mlevi tuseme, mtoto wa baba ambaye ni mlevi, si ndio? Na inawezekana mama ameshakufa. Huyu mtoto ambaye anakaa na zubaa, si ndio? Nguo yake ya shule ni imechanika, si ndio? Nikimuuliza, je, kanisa linakutunzaje? Kwa 1% ngapi? Atanipa jibu gani? Naogopa kuuliza zaidi, si ndio? Ndugu zetu, this is the gospel, kwamba na sisi kama yule alivyojitoa kwa ajili ya wagonjwa na wahitaji, na sisi tuwe tayari
Kujitoa. Tunaelewana hapa? Sasa hiyo swali ni kubwa sana. Ikoje Yesu kujitoa na sisi kanisa kujizuia mara nyingi? Mimi najua niko kwenye diocese ambapo udiakonia ndio nyumbani hapa. Kwa hiyo niliogopa sana nilipopata mwaliko kutoka kwa askofu, kwa sababu nilijua hapa ndio nyumbani kwa udiakonia. Tunasikia kuna School of the Blind, alafu kuna shule ya watoto walemavu, kuna mental hospital, sijui kuna vituo mbalimbali. Ongereni kwa hili. Ongereni sana kwa hili. Ongereni kwa jina la Yesu. Sasa hili lipo, lakini kuna udiakonia wa taasisi na kuna udiakonia wa wewe na mimi. Na hapo kidogo naona kama kote Tanzania kuna kasoro kidogo, si ni kweli? Au mnaona tuko sawa? Hao wanaume kidogo wana wasiwasi na mimi huko nyuma. Jamani, mimi naomba ili somo leo moja kwa moja natupeleka kwenye udiakonia. Udiakonia maana yake nini? Tumekwisha sikia hapa, udiakonia ni kuwasaidia wahitaji. Sasa sisi pale Arusha tuna kauli mbiu ya udiakonia. Tumeangalia mfano wa Bwana Yesu alipomponya mama mkwe Simoni Petro. Sawa, kama wewe mwanamume ukimdharau mama mkwe, Simoni alimheshimu sana. Alimuita paka na Bwana Yesu. Mama mkwe alikuwa na homa, corona, si ndio? Akapumua kwa shida, karibu kufa. Sasa wakamuita Yesu. Yesu akamkaribia huyu mama, akamuinua kwa kumshika mkono. Usiogope, wewe huna homa, huna kabisa. Huna kabisa. Akamuinua kwa kumshika mkono. Sasa si nimekuinua. Homa ikamwacha, naye akaja kuwatumikia. Naomba ukae kwa amani bila corona. Sasa ndugu yangu, hapo tunamwona Bwana Yesu mdiakonia. Udiakonia una hatua kuu mbili. Ya kwanza ni kumtembelea mhitaji. Hatua ya pili ni mara mwisho kumwinua mhitaji. Tukimwinua, tunamwinua kiroho, kimwili, kiakili, kiuchumi, hata kijamii kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa ukae kabisa. Kwa hiyo tunamwinua mtu sawa sawa, sio kiroho tu. Kiroho inajumlisha haya mambo mengine yote. Ndio udiakonia. Tunamtembelea mhitaji, tunamwinua mhitaji ili aweze kufanya nini? Kujitegemea. Udiakonia wa Bwana Yesu hautaki kabisa kutengeneza watu ambao wanabaki kuwatege. Hakuna balaa kuliko misaada inayomfanya mtu kuwatege. Mimi huko kwetu kuna eneo la Mererani. Hata Wasambaa tumewaona Mererani kuchimba madini, si ndio? Sasa hakuna balaa kwa kijana mdogo kuliko mlima ukifunguka ghafla, akitajirika ghafla. Baada ya miaka miwili unamkuta kwenye hali gani? Si anaharibika. Sasa basi, ndugu yangu, hadithi yetu leo wala sio hadithi, ni simulizi. Unajua hakuna hadithi kwenye Biblia. Hadithi ni kitu kilichotungwa. Hiyo ni simulizi
ni ripoti kabisa ya jambo lililotendeka. Mwishoni kabisa huyu Bwana Yesu baada ya kumponya ilikuwaje? Yesu alimwambia nini? Alimwambia nini? Sasa kaa ukale kwa raha siku zote za maisha yako, usifanye kazi tena? Hapana, alisema jitwike godoro lako. Maana yake nini? Unajua, nimejiuliza mara nyingi, kwa nini anamwambia jitwike godoro lako? Unajua anafanya nini? Anasema, ndugu yangu, mimi nimekutoa kwenye balaa, sasa nenda urudi kazini. Rudi. Udiakonia unaomfanya mtu tegemezi haumsaidie mtu. Fikiria huyu mjane analea watoto 3, si ndio? Yaani maisha ya wajane, samani wajane, najua maisha yenu sio rahisi kweli. Unahangaika na watoto hapo, unahangaika kutafuta chakula, unatafuta nguo ya watoto, unatafuta matibabu ya watoto, unatafuta hata na michango ya kanisa, si ni kweli? Sasa huyo mjane, fikiri, unaleta udiakonia, mimi ningesema wa awali. Unampa debe ya mahindi. Sawa, si hata kushukuru sana. Si hata sema Mungu akuongezee miaka, ndio? Sasa hiyo debe inakaa siku ngapi katika familia ya watu 4? Inamaliza mwezi. Sasa baada ya wiki 3.5 anaenda wapi? Si atarudi kwako? Atakuja kanisani anasema, mchungaji jamani, debe imeisha. Sasa mchungaji kwa sababu ana huruma, si ndio baba? Si una huruma? Utamtafutia tena debe lingine. Sasa baada ya mwezi wa 3 utaanza kujiuliza maswali. Swali lako itakuwa, mpaka lini? Ndugu yangu, lengo la Bwana Yesu, samani kusema hivyo, sio kutoa misaada. Yesu anachotoa ni uwezeshaji. Anataka kumwezesha mtu arudi kwenye maisha. Tuko pamoja? Nimewaonea? Mbona umekasirika? Samahani. Ndugu zetu, hiyo hadithi, utashangaa kwenye hadithi nyingi ya Bwana Yesu, anamfanya mtu atumie nguvu zake. Bartimayo huyu kipofu alikaa kando ya barabara, si ndio? Sasa wewe ungekuwa na kile kipawa cha kuwaponya watu wote, ungemwona kipofu ungesema, yani ukapone kwa jina la Yesu. Lakini Yesu alipomwona kipofu, unafikiri mtu alimkaribia? Yesu alijifanya kwamba hasikii. Bartimayo akalia, Bwana Yesu nihudumie. Yesu akajifanya kana kwamba hasikii. Kwa nini? Ilibidi Bartimayo aweke gia ya pili. Bwana Yesu, si ndio? Yesu akajifanya amesikia, lakini Yesu hajamkaribia. Akasema, hebu mlete kwangu. Ilibidi Bartimayo kipofu aamke, atumie miguu yake, uwezo wake. Ilibidi aje kwa Yesu, si ndio? Akapapasa, si ndio? Akatembea. Kwa nini Yesu hajamkaribia toka mwanzo? Je, Yesu ni mkorofi? Hapana, Yesu ni mjanja. Alijua huyu mtu amezoea umaskini. Kuna umaskini kwenye fikra zake, kwenye hisia yake, kwenye matendo yake. Asipotoka kwenye utegemezi wa hali ya utegemezi, hata nikimponya atabaki kuwa mwombaomba tu. Tuko pamoja? Yesu wa Biblia sio mjinga. Anatoa uwezeshaji. Sasa mimi naomba niwaulize,
Naomba niwaulize. Yesu alimponya hapa ndani ya gala, ndani ya baraza 5. Alimponya mtu huyu mmoja. Kwa nini mtu huyu mmoja? Na wengine? Na wengine? Kulikuwa na viwete, vipofu, walemavu wa aina mbalimbali. Hawaje? Unajua kwa nini hawa? Kwa nini Yesu alimsaidia mmoja na sio wote? Unajua kwa nini? Ili wewe na mimi tuhangaike na wale waliobaki. Na sasa unajiuliza, ikoje? Yesu ameenda pale akamponya. Na hapa miongoni mwetu kuna walemavu ambao wameombewa mara 2,000, si ndio? Wameenda kwa Mamposa, wameenda kwa Ngurumo wa Upako, wameenda Saredalam, wakaombewa, wakemewa mapepo yote, lakini bado haja. Tutafanyaje na hawa? Tutamwambia wewe huna imani ya kutosha ndio maana hujapona? Si umemkandamiza zaidi, si ndio? Unajua, sikiliza vizuri sana. Hawa wasiopona bado wana manufaa makubwa sana kwa kanisa. Hata mtu ambayo ni kipofu anaweza akajifunza kazi. Hata mlemavu anaweza akashona viatu. Si ni kweli? Hata kisiwi anaweza akafanya ufundi shujaa. Mara nyingi walemavu wanabidii sana. Ndugu yetu, udiakonia sio kushusha misaada alafu kuondoka. Udiakonia ni kuwawezesha hawa waweze Sasa mimi naomba nimwite mara moja mke wangu awafundishi kauli mbiu ya udiakonia. Katika semina zetu tunafundisha kauli mbiu nyingi, lakini kauli mbiu kuu sasa inatoka kwenye mstari tuliposoma ile simulizi alipoponyeshwa mama mkwe wa Petro, Simon Petro. Tunasema hivi, udiakonia unaotoka mbinguni ni kumwendea na kumwinua mhitaji katika upendo wa Kristo ili apate kujitegemea na kuwasaidia wengine. Kwa hiyo tuna hizo hatua mbili, ni kumwendea na kumwinua. Na ni mhitaji bado, na tunafanya yote kwa upendo wa Kristo, lakini lengo ni aweze kujitegemea. Ni muhimu sana. Hiyo tu lengo ya msaada wetu. Aweze kujitegemea, lakini akishapata nguvu na yeye pia awasaidie wengine. Sawa? Kwa hiyo tutafanya wote. Mimi nitaonyesha alafu naomba tufanye. Naomba tusimame. Mimi nisimame hapa juu kidogo. Mimi mfupi. Oh. Okay. Mimi nafanya alafu mnarudia. Udiakonia. Sijasikia, samahani. Udiakonia ni kumwendea na kumwinua mhitaji katika upendo wa Kristo ili aweze kujitegemea na kuwasaidia wengine. Safi sana, naomba turudie. Udiakonia ni kumwendea na kumwinua mhitaji katika upendo wa Kristo ili aweze kujitegemea na kuwasaidia wengine. Hongereni sana. Sasa sijui, ili baba askofu wajue kama wanaume wapo, naomba wanawake wote tukae. Sio mbaya.
Sio mbaya lakini sio nusu Tuone kama wanaume wameshika. Naomba mfanye na mimi nitanyamaza. Twende. Hongereni sana wanaume, naomba mkae. Sasa sisi wanawake si lazima tufanye. Kwa hiyo tuamke. Tuko wengi zaidi Haya, tuonyeshe kama tumeshika Sawa, twende. Hongereni sana. Asanteni sana. Hongereni. Sasa kwa kumalizia, mimi naomba niingie kwenye matendo, kwenye practical. Sawa. Ja kwanza, kama Yesu ni mdiakonia, kila muumini ni una jukumu la kumwinua mhitaji jirani. Penda usipende. Ndivyo tunavyoenda. Mungu ni baba wa yatima. Kanisa ni nini? Ni mama yao. Yatima sio yatima tu. Na mjane sio mjane tu. Kuna makundi mengi. Leo kwenye Biblia tumesoma kuna vipofu, viwete, viziwi. Kuna makundi mengine ya wahitaji. Naomba mara moja nisaidie kutamka. Kuna makundi mengine mengi kuliko hawa ambao ni wahitaji. Naomba mtamke tu kidogo, sema tu, usiogope. Kuna yatima plus nani? Yes. Kuna walemavu, si ndio? Kuna walemavu wa aina mbalimbali. Kuna walemavu na akili, si ndio? Sasa kuna mjane, si ndio? Lakini mjane sio mjane tu. Kuna wakina mama ambao wanaishi bila waume. Inawezekana mume amezama Nairobi, si ndio? Sasa huyu mama, kuna tofauti kati ya huyu mama na mjane. Anaitwa single mother, mlezi pweke, si ndio? Si ni wengi? Si ni wengi? Si maisha yao ni magumu sana? Halafu kuna wale ambao wanagonga asubuhi. Sasa sio wale wanaogonga tu, kuna wale ambao wanavuta zile sigara maalum, bangi, si ndio? Waathirika wa madawa. Sasa jamani, si hawa nao ni walengwa? Nafikiria mke wa mlevi, si anapata, ni mfia dini kabisa. Sasa kuna wafungwa gerezani. Yesu alisema nilifungwa mkani tembelea. Sio mfungwa tu, kuna familia yake. Nani anawalisha? Mfungwa analishwa na Mama Samia, lakini familia. Kwa hiyo tuna chungu zima. Sasa basi tuingie kwenye practical. Chanzo cha udiakonia iko kwenye jumuiya. Jumuiya. Lengo la jumuiya kuwekwa Tanzania kwenye makanisa. Sio waongeze tena ibada nyingi. Sisi wanaume hatupendi ibada ndefu na nyingi. Lengo la jumuiya ni watu kusaidiana, kubebana, kuangaliana. Kwa hiyo sasa jumuiya ndio chanzo cha udiakonia. Inatakiwa kila jumuiya mara moja kwa mwezi, ile Jumamosi ya 3, mtapeleka ibada au mkutano wenu katika nyumba ya mhitaji. Lakini msiende na mikono. Kila mtu analeta kitu kidogo. Sisi hatusemi ni msaada, ni zawadi. Mtu atakabidhiwa kwa heshima, sio kumdharau. Wewe mbwa pokea. Hapana. Ni muhimu sana jinsi unavyotoa zawadi yako. Lengo ni kumfanya nini? Sawa. Mara moja kwa mwezi mtafanya hivyo. Halafu kila jumuiya mtaandaa
wahudumu wa faraja. Sema mhudumu wa faraja. Sio mhudumu wa farasi, mhudumu wa faraja. Sawa? Mhudumu wa faraja. Sio daraja, ni faraja. Sawa? Sasa hawa watu ndio jicho, sikio, mdomo, miguu ya jumuiya. Watawatembelea wahitaji, watawajulia hali, watawatafutia hata misaada. Na msaada kwanza unatoka kwako. Jumuiya wanafanya kile wanachoweza. Ikishindikana, wapeleke jambo mtaani. Pawepo na kamati ya udiakonia kwenye mtaa. Ikishindikana kwenye kamati, ipelekwe usharikani. Ni system ya rufaa. Jumuiya kwanza, wakishirikisha na familia, halafu ikishindikana au mabaki yanapelekwa mtaani, usharikani. Kamati za udiakonia ziwekwe kuanzia kwenye jumuiya, mtaa, usharika, jimbo, hata diocese. System ya rufaa. Na ya mwisho, kila usharika mwe na nyumba ya udiakonia. Maana yake nini? Ni nyumba ya kuhifadhi vitu vinavyoletwa. Nini mlizoea kupiga mnada? Hayo ni mahindi, si ndio? Mara moja kwa mwezi msipige mnada. Mara moja kwa mwezi, ikiwezekana Jumapili ya 3. Ndivyo tunavyofanya Arusha. Kinacholetwa kinawekwa kwenye nyumba ya udiakonia. Mtaandaa nyumba au chumba kizuri. Huku juu naona kwenye nyumba ya zamani ya wachungaji. Mtaandaa chumba, mtahifadhi vyakula, nafaka, mtaweka shefu, mtaleta nguo zenu. Akina mama, si tuna nguo ya ziada nyingi nyumbani. Mtaleta zile nzuri, zitahifadhiwa, zitapigwa pasi, ili hapa usharikani mwe na kitu cha kuwagawia wahitaji. Mtoto amemaliza darasa la 7, sare bado nzuri, peleka wapi? Kwenye nyumba ya udiakonia. Sema nyumba ya udiakonia. Hiyo iwekwe kwenye sharika zote. Ni ya baraka sana. Arusha, Njiro wameanzisha, Kiurei wameanzisha. Yani watu wanafurahi sana. Yani paka na watu wa mitaa mingine wanakimbia pale kutafuta misaada na wanapata. Halafu ya mwisho, kila usharika mara moja kwa mwezi mnawaalika watoto yatima, watoto wa mazingira hatarishi. Jumamosi asubuhi, Jumamosi ya 3 mnawapa tunachosema mama mamima, mafundisho, mazungumzo, maombi, michezo, makande. Mara moja kwa mwezi. Makande ya nyama lakini. Sio makande makavu. Sawa? Ukitaka unaweka na mapilao, si ndio? Sawa? Mara moja kwa mwezi watoto wakute kumbe kanisa imekuwa mama ya wahitaji. Tuko pamoja? Mtashangaa sana. Askofu atashangilia, atafurahi, atasema kweli nyumbani kwangu Kasiri kumenoga. Kumenoga. Mtanisamehe kama nimerefusha kidogo mahubiri, lakini huu mzigo mimi ninao tangu nikutane na watoto wa mitani 2008 pale Karatu. Tangu nikutane nao hao watoto saa 12 asubuhi, nilijua kwamba leo nimekutana na Mungu. Na nilijua waliponieleza kwamba wanamwamini sana Mungu Baba, nilijua lazima tujibu swali, kama Mungu ni baba, nani mama? Na Watanzania wameniambia kila mahali, kanisa ndio mama. Sasa kanisa ya Cathedral, mimi nawaomba na wasihi, na nini mkawe mama wa wanyonge. Na Mungu awabariki. Tuombe. Mungu Baba, umetupa siku njema ya leo. Umetulisha neno lako. Umetuunganisha hapa katika Cathedral. Na tunakuomba sana, waandae sasa watu
katika cathedral watakaotoa huduma hiyo, watakaoitoa kwa moyo. Waandae watu wa kufadhili udiakonia katika cathedral, ili wahitaji wote walioko hapa Lushoto watambue kwamba kanisa imekuwa mama ya wahitaji. Tunaomba Roho Mtakatifu, gusa watu, fundisha watu, mpe baba askofu na viongozi hekima kubwa kuweka structure ya kuinua na kulinda na kuhifadhi na kuimarisha udiakonia. Kwa jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Stefano, tunakushukuru sana kwa mafundisho mazuri ambayo yameendelea sasa kutukumbusha juu ya wajibu wetu kuhusiana na masuala ya diakonia katika usharika wetu, lakini pia elimu hii inaenda kwa upana zaidi kwa kuwa unakutana na makundi mengi. Kwa hiyo katika diocese yetu sasa umetuamsha tushike kasi kwa ajili ya mambo haya ya diakonia. Na wale ambao tayari wameshapata mafunzo wa usharika, tumepata kitu cha kuanza nacho hapa. Tumepata kitu cha kuanza, kwa hiyo hii isiishie hapa, tutaingiza katika vitendo ili kuifanya diakonia yetu iwe na uhai zaidi. Bwana Yesu asifiwe.